Mwanza mjini. Sijui ni kilomita ngapi, lakini parefu kweli kweli. Na unatembea unapigwa vumbi, sababu kumbuka barabara sio nzuri, sio lami. Kwa magari yanapita. Kwa unapiga vumbi au sasa kipindi hicho ndio kabisa, yani sielewi, sio kama unanielewa. Kwa tunapoongelea mwanamke muombezi, tunatoka kwenye ile level ya kuombea vitu vya kwetu. Kuna mambo ambayo Mungu anataka kuyafanya katika kanisa hili. Tukibaki tunaombea vitu vya kwetu, havitatokea wakati mwingine, au tutatokea alafu tubaki kwenye level ile ile. Wangapi wanataka kwenda level nyingine kikanisa? Haleluya. Lazima tufike mahali tuseme sasa kama wanawake tunafunga mkanda. Tunafunga mkanda. Haiwezekani tubaki katika ile. Haiwezekani tuende kubaki hapa. Sio kazi ya mchungaji. Sio kazi ya mchungaji. Ni kazi ya mimi na wewe, tena sisi wanawake. Haleluya. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV. Ni mwanamke anayesimama katika pendo ili kuomba kwa niaba ya wengine. Yaani pamoja na kuomba, moyo wake hauna masumbufu kwa sababu anajua wapi pa kuyapeleka. Huyu mwanamke kazi yake kubwa, yeye anasimama katika pendo kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya wengine. Anaomba kwa ajili ya wengine, anaomba kwa ajili ya familia zingine, anaomba kwa ajili ya kanisa, anaomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu, anaomba kwa ajili ya nchi. Kwa nini? Kwa sababu yeye kuna mambo alishavuka, hayamsumbui tena. Sio kwamba changamoto hazipo kwenye maisha yake, lakini kwa sababu ameamua kulitii neno la Mungu na kuamua kutokujisumbua kwa neno lolote isipokuwa kwa kusali na kuomba. Anasema yeye anajua haja zake zinajulikana na Mungu na anaendelea kusimama kwenye gap kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya wengine. Haleluya. Haleluya. Huyo ni mwanamke mwombezi. Mwanamke mwombezi ni nani? Mwanamke mwombezi ni mwanamke anachukua madaraka ya kulinda kama mlinzi, kulinda kwenye lango. Anachukua daraka hilo. Hasubiri aambiwe kwamba kuanzia leo utakuwa mwombaji au mwombezi wa kanisa. Hasubiri aambiwe kwamba kuanzia leo anza kuombea familia fulani. Kuanzia leo anza kuombea nchi. Hasubiri kuhimizwa, anachukua jukumu la kusimama na kusema kuanzia leo inasimama kwenye huu mlango kama mlinzi katika huu mlango wa hii familia. Inasimama kama mlango, katika huu mlango kama mgojezi katika malango ya nchi ya Tanzania. Inasimama kama mgojezi, kama mwombezi katika malango ya kanisa la CRC, kwa sababu kuna mambo hayatakiwi kuvuka katika lango, kwa sababu kuna mambo hayatakiwi kuvuka katika lango la familia yangu. Kuna mambo hayatakiwi kuvuka katika lango la familia ile na ile na ile, kwa sababu mimi nimesimama kama mwanamke mwombezi. Haleluya. Huyo ndio mwanamke mwombezi. Maana kwa ajili ya mwanamke mwombezi ni nani? Sio tu kuamka usiku na kujiombea mahitaji yako. Sio tu kuamka usiku na kuombea familia yako. Sio kuweka tu maombi ya kwako kwenye hii madhabahu ya maombi, kwamba Bwana alikutana na mimi, Bwana nipe hichi, Bwana nisaidie, Bwana saidia watoto wangu. Inaenda beyond kuombea mahitaji yako. Inaenda beyond kuombea familia yako. Inaenda beyond kuombea watoto wako. Inaenda beyond kuombea vitu vyako. Inaenda beyond, unaanza kuangalia ile kazi ya
ndio Mungu anamtafuta kwenye hili kongamano. Sijui ni nini kinaendelea kwenye akili yako wakati huu, lakini nataka nikwambie Mungu anatafuta mwanamke mwombezi ambaye haangalii mambo yake. Unajua wakati mwingine masumbufu yanakuja kwenye mioyo kwa sababu unaangalia tu mambo yako, kwa hiyo asipojibiwa unalia na kugaragaza, unalia, unalalamika, unasumbuka moyoni, unakuwa mtu wa kulaumu, unakuwa mtu ambaye hauna shukrani, unakosa shukrani kwa sababu haujajitoa kwenda milioni kujiombea mahitaji yako. Haleluya. Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo unapofika mahali ukasema sasa naondoka kwenye ile hali ya kujiombea tu mimi, Bwana nipatie gari, Bwana nipatie mume, Bwana nipatie sijui nyumba, Bwana mwaka huu nijenge, Bwana ninapokea sijui gari. Ukatoka kwenye hiyo level ukasema sasa kwa miaka karibia 10 tangu nimeokoka, kwa miaka karibia 2-3 tangu nimeokoka ninakuwa nikiombea haya mambo, lakini sioni yanatokea kwenye maisha yangu. Lakini nimejua siri ya kwamba ninatakiwa nitafute kwanza ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unahama kwenye hiyo level, unasema sasa nitaanza kuomba kwa ajili ya ufalme wa Mungu, nitaanza kuomba kwa ajili ya kazi ya Bwana, nitaanza kuomba kwa ajili ya wengine. Na huyo mtu mara zote, kwa sababu Mungu anaanza kufanya, Mungu anaanza kudhihirisha kwenye hiyo nchi, kwenye hiyo kanisa, anapata satisfaction ndani ya moyo wake, na moyo wake hausumbuki tena. Anasema hata kama haya mambo yatatokea, lakini najua yuko Mungu anayejibu. Kama amejibu yule mama alikuwa hana mtoto, kila siku alikuwa anamsema kanisani, lakini nimesimama nikamwombea leo amepata mtoto. Hata kama mimi bado sina, lakini asante kwa sababu Mungu uko amejibu. Haleluya. Mwanamke mwombezi ndio Bwana anamtafuta. Ndio kuelewa vizuri nini maana ya uombezi. Ni lengo nyingine ya kuondoka kwenye ile hali ya kujiombea peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka miaka iliyopita, tunajua kwamba mtumishi wa Mungu Pastor Jesse ni mwombezi. Miaka mingi iliyopita wakati nimeolewa tu, nilikuwa kabinti kadogo, na akaniambia nimetangaza maombi kwa ajili ya mkoa wa Mwanza na tunaenda kuzitembelea barabara za Mwanza. Sikuwa naelewa sana, yani how comes tuanze kwenda kuombea tu barabara. Unajua usipoelewa hizi concept, unaweza kuwa kama labda mimi wakati huo. Pengine hapa sasa hivi unajiuliza mwombezi, kama mimi sababu nilikuwa wakati huo, najiuliza yani tuanze kutembea kwenye barabara za Mwanza. Halafu nini? Kwa sababu ya kutokuelewa. Kwa tukaanza kutembea kwenye barabara za Mwanza. Wakati huo barabara zilikuwa ni mbaya za Mwanza. Mashimo yalikuwa makubwa kwenye barabara. Na kiroho ukiona mahali hakuna maendeleo katika ulimwengu wa roho, na kufundisha siri za ulimwengu wa roho. Ukiona mahali mtaa unaoishi hakuna maendeleo, eneo fulani unaloishi kuna hali tu mbaya mbaya, ujue kuna roho zinazunguka kwenye hilo eneo. Kwa lazima usimame kama mwombezi kuomba. Usiseme tu yani kule kwetu kuna mashimo, yani kule kwetu nyumba zilizoko hazieleweki, yani kule kwetu Mungu anataka usimame akikuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tukaanza kutembea kwenye zile barabara za Mwanza. Nakwambia kuna siku tulitembea, kwa wale wanaofahamu Mwanza, kutoka Kisesa mpaka Mwanza mjini. Sijui ni kilomita ngapi, lakini parefu kweli kweli. Na unatembea unapigwa vumbi, kwa sababu kumbuka barabara sio nzuri, sio lami. Kwa magari yanapita, kwa unapiga vumbi. Au sasa kipindi hicho ndio kabisa, yani sielewi, sio kama unanielewa. Lakini nini ambacho kilitokea? Matokeo makubwa, muda haukupita ikatangazwa kwa barabara za Mwanza zinaanza kutengenezwa. Zile barabara mpaka leo zimetengenezwa. Siwezi kusahau kwa sababu ni miaka zaidi ya 20 imepita, lakini nimeona impact ya maombi, kuwa mwombezi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uombezi, hata baada ya kuona hivyo na
nikatiwa moyo, nikafurahi kwamba nikaanza kujifunza. Kuna wakati mwingine alikuwa anakuja mchungaji ananipitia ofisini. Sio kama ananipitia labda anaendesha gari, ananipitia ili anipitie na gari twende nyumbani. Anakuja na mguu. Ananipitia kazini, ofisini na mguu. Akisema na mguu. Alafu tuenda kuzunguka Mwanza. Mji wa Mwanza. Kwa hiyo tunakubaliana. Leo nikitoka kazini tunapita mtaa fulani, tunaomba mjini, alafu tunaenda nyumbani. Hatuko tunakaa mjini Mwanza. Tuko tunakaa nje kidogo ya mji. Lakini lazima tunatoka kazini kwangu ilikuwa ni Isamilo. Natoka Isamilo tunatembea mpaka mjini. Tukija mjini tunapiga round pale mjini, kwa roundabout tunaomba kwa kutembea, halafu tunaenda nyumbani. Kitu gani kimetokea? Pale mjini kuna namna palikuwa, lakini leo kuna majengo ya kuelewa. Kuna sehemu moja nakumbuka kwa kuna bar inaitwa Four Ways. Nilikuwa tu pale mjini. Nakumbuka tunapita, tunafunga hiyo bar. Tunafunga hiyo bar. Leo ni jengo moja kubwa la NSSF limesimama pale. Kwa tunapoongelea mwanamke muombezi, tunatoka kwenye ile level ya kuombea vitu vya kwetu. Kuna mambo ambayo Mungu anataka kuyafanya katika kanisa hili. Tukibaki tunaombea vitu vya kwetu, havitatokea wakati mwingine, au vitatokea alafu tubaki kwenye level ile ile. Wangapi wanataka kwenda level nyingine kikanisa? Haleluya. Lazima tufike mahali tuseme sasa kama wanawake tunafunga mkanda. Tunafunga mkanda. Haiwezekani tubaki katika ile level. Haiwezekani tuendelee kubaki hapa. Sio kazi ya mchungaji. Sio kazi ya mchungaji. Ni kazi ya mimi na wewe, tena sisi wanawake. Haleluya. Kwa sababu maombi au maombezi, tunasema intercession, ni kama vile ujauzito, ni tumbo lenye ujauzito. Sema tumbo. Wababa wanaweza wakawa ni waombezi, lakini hawaelewi sana nini maana ya tumbo la uzazi. Mtu mwenye tumbo la uzazi anaweza kuelewa vizuri tunapoongelea swala la maombezi. Swala la maombezi ni kuamua kulibeba hili jambo, kwamba haijalishi nini, nitaomba mpaka jambo litokee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninaona waombezi wakiinua katika jina la Yesu. Ninaona waombezi wakiinua katika jina la Yesu. Kama ni wewe muombezi, mshangilie Bwana kwa makofi mengi.